Bunge la Burkina Faso, yani Member of Parliament, ambayo inaongozwa na Rais Ibrahim Traore ndani ya nchi ya Burkina Faso, kuhusiana na kampeni ambayo tayari wameshaweza kuisikia, ikiwa ni moja ya trending story kwa sasa katika harakati za kisiasa ndani ya nchi tofauti tofauti, watu wakiangalia kinachoendelea kuhusiana na uchaguzi ndani ya mwaka 2025, ambapo tayari vyama pinzani vimeonekana kukaa kidedea kutaka kuzuia uchaguzi kwa swala zima ya kutumia fomu za petition kuweza kusainiwa na kupelekwa katika Umoja wa Mataifa. Ni taarifa ambayo tayari Member of Parliament kwa nchi ya Burkina Faso imeweza kufika, na tayari kuna zile kampeni ambazo za kuhakikisha kabisa kwamba na kutaka kuzuia hicho kinachoendelea, kwa sababu ni swala ambalo tayari limeonekana kuwa tayari haliongeleki, kwa sababu chama cha CCM kimekuwa ni chama kikubwa na ambacho kinaheshimiwa sana katika Umoja wa Mataifa na hata katika nchi tofauti tofauti, akiwemo pia kiongozi Ibrahim Traore. Ni moja ya kiongozi ambaye anakifahamu vizuri na vilivyo chama cha CCM, huku akiwa na rai nzuri na Mheshimiwa Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katika hiki kinachoendelea ni lazima tu na yeye mwenyewe atatia neno na ataendelea kuhakikisha kabisa upande anauona uko sahihi, basi atasimamia. Kwa hiyo kwa sasa na mpaka muda huu ni kwamba hajajua kwa kina zaidi kuhusiana na vyama hivi viwili na changamoto ambayo pengine inaonekana sasa hivi imeweza kuwakuta chama cha demokrasia na maendeleo, hata kwa hili sakata ambalo tayari limeweza kumuonyesha Tundu Antipas Mugwa Lissu, kwa baadhi ya viongozi wakiendelea kumwongelea na hata baadhi ya mawakili ambao tayari wanaonekana pia kuzungumza na kutaka aweze kuachiliwa, akiwemo Makalisa, lakini pia na viongozi tofauti tofauti na mawakili tofauti tofauti ambao wanaonekana kugusia sakata hili la Tundu Lissu, lakini pia na sakata la uchaguzi ndani ya mwaka 2025 kuweza kuzuiwa. Lakini kwa Member of Parliament na moja ya bunge la Burkina Faso still bado halijasapoti issue ya uchaguzi kuweza kuzuiliwa, kutokana pia kabisa kwamba ni moja ya swala ambalo wanajua madhara yake na wanajua kabisa kwamba nini kinachoendelea na kitakachokuja kutokea ndani ya nchi Tanzania endapo uchaguzi ukazuiliwa, na endapo kukawa na lile bifu ambalo mpaka muda huu tunaliona kabisa kwamba Chadema wanaliandaa bifu zito, ambalo kama endapo fomu milioni 15 za petition zikasainiwa na Watanzania na zikawasilishwa katika Umoja wa Mataifa, basi pengine hicho wanachokiwaza kinaweza kikatokea. Na ndio maana kiuhalisia mpaka sasa hivi baadhi ya viongozi ndani ya nchi na nje ya nchi hawataki na bado wamekuwa kidedea wakitaka uchaguzi uweze kufanyika, ili mradi kuondoa yale machafu ama mchafuko unaweza kutokea ndani ya nchi ya Tanzania. Hii ni Hatboy Media, cha msingi tukutane kwenye comment.